Sasa bana, kwanza niwashukuruni sana kwa kuitikia wito wangu tena. Niwashukuru sana. Kama ambavyo niliwaambia, mimi ni mwanaharakati huru, na kabla sijaanza pia niweke wazi kwamba mimi sio msemaji wa CCM, mimi sio msemaji wa Ikulu, wala mimi sio msemaji wa serikali. Mimi ni mwanaharakati huru, na ninazungumza kwa mujibu wa katiba hii. Ibara ya 18 inaniruhusu mimi kuzungumza bila kuvunja sheria na taratibu za nchi. Hata ukisoma ndani ya ile azimio la Arusha, kuna kifungu pia kinazungumzia tu kwamba sisi kama raia tunao uhuru wa kuzungumza lakini bila kuvunja sheria. Na hata hii katiba ya Chadema ambao ndio wanajipambanua, ndio wapinzani wakubwa, pia inatoa fursa hiyo. Kwa hiyo nimewaita hapa kujaribu kufafanua jambo, na kama nilivyowaambia kwamba nikiona mambo yanakwenda ambavyo sivyo, mimi kama mwanaharakati huwa ninazungumza, lakini nazungumza nikiwa nimeweka umakini mbele, kwa sababu hii nchi ni kubwa sana, na mtu usipokuwa makini unaweza kujikuta umefanya mambo ambayo sio. Nawashukuru kwa kuja, na kwa kweli ndugu zangu waandishi wa habari, rafiki zangu, wadogo zangu, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina mambo matatu. Moja, nilisema kwamba kuna baadhi ya watu wako ndani ya serikali na wako ndani ya chama, wameanza harakati zao za kutaka kuidhoofisha serikali ya awamu ya 5. Jambo la pili, namzungumzia Zitto Kabwe Pase, ufisadi wa Zitto Kabwe Pase yeye peke yake. Na la tatu, nitazungumzia BASATA pamoja na wasanii kwa ujumla, lakini nitataja majina ya hao watu ambao wanaonekana kutaka kuidhoofisha serikali ya awamu ya 5. Nikianza kidogo kwa historia fupi, kwa wale ambao mnajua historia ya nchi yetu. Nchi yetu iliasisiwa na wazee wetu takriban wawili, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Amani Abeid Karume aliyekuwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini hao walikuwa ni wawili ambao walikuwa ni viongozi wakubwa sana, lakini walikuwa na wenzao pia kama kina Mzee Sykes, kina Rashid Mfaume Kawawa. Wote hao walihakikisha kwamba nchi yetu inakuwa huru, na wakatengeneza misingi na miiko ya uongozi, misingi ambayo ilitufikisha hapa tulipo, kwamba Tanzania leo ni nchi moja. Tanzania leo yako makabila mengi sana, lakini sisi bado ni mtu mmoja, na ni misingi ambayo iliwekwa na miiko hiyo. Lakini baada ya viongozi wetu, waasisi wetu kutangulia mbele ya haki, mambo yakajitokeza ya hovyo sana ndani ya serikali, lakini pia ndani ya chama. Serikali ya awamu ya 4 kulijitokeza makundi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Makundi hayo yaliongozwa na watu wawili wakubwa na maarufu sana Tanzania, Edward Ngoyai Lowassa, lakini pia kulikuwa na mtu anaitwa Bernard Camillus Membe. Haya yalikuwa ni makundi makubwa sana ambayo yalijitokeza ndani ya Chama cha Mapinduzi, na makundi hayo yakaathiri hata umaarufu wa chama, yakaathiri utendaji wa chama na yakaenda mpaka serikalini, yakaathiri mfumo wa serikali kwa ujumla, kwa sababu chama kikiwa na matatizo na mapungufu yanakwenda mpaka kwenye serikali, kwa sababu serikali inaongozwa na chama. Sasa makundi yale ndani ya CCM yalileta shida kubwa sana kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia siasa za Tanzania. Yalileta shida kubwa sana, na yakatishia hata kukiua Chama cha Mapinduzi. Ninyi na mashahidi, Chama cha Mapinduzi kilipata tishio la kufa, kwa sababu
ya watu waliokuwa wanasuguana kutafuta nafasi za urais. Lakini pia Chama cha Mapinduzi, mimi naweza nikasema kwa mtazamo wangu huko nyuma kilikuwa kinaelekea kupoteza mwelekeo, hasa baada ya kuwa hii kitu kinaitwa Azimio la Arusha. Misingi na miiko ya nchi yetu ilipotea baada ya kuua Azimio la Arusha. Ni Azimio la Zanzibar ndilo ambalo liliua Azimio la Arusha. Tangu hapo sasa kila mtu akawa anachukua cha kwake. Wewe chukua chako, ondoka. Wanaita utandawazi. Utandawazi ambao madhara yake ni makubwa. Matatizo yake ni makubwa. Yanamfanya rais wa sasa apate tabu kwa sababu watu walishazoea kuiba, watu walishazoea kupora mali za nchi, watu walishazoea kuchukua kila kitu. Yaani kila mtu alikuwa anaweza kufanya lolote na mambo yakaenda. Ndani ya CCM kulizuka makundi ambayo pia sio tu yalikuwa yanavuruga serikali, lakini pia ndiyo yalikuwa yanashiriki sana kuchukua rasilimali za nchi yetu. Walikuwepo watu ndani ya CCM. Najaribu kuwapa historia fupi, alafu nije nitaje hayo majina. Walikuwa wanashiriki. Kulikuwa na watu ndani ya CCM. Ikitokea tenda, kama sio ya mtu aliye ndani ya CCM, basi ni mtu yuko serikalini. Walikuwa na link kati ya CCM na serikalini. Tenda. Matokeo yake nchi hii ikawa imeingia kwenye ufisadi mkubwa sana. Watu wakawa wanafanya kazi zao, hawaangalii kizazi kinachokuja. Kwa sababu mipango ya maendeleo unaangalia hata mtoto ambaye hajazaliwa kwamba ataikuta Tanzania ikiwa kwenye wakati gani. Ikiwa imesambaratika, ikiwa imeendelea kiuchumi, au tukiwa kila kabila lina nchi yake. Sasa wajibu wa serikali na chama tawala ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kuwa wamoja na nchi inapiga maendeleo. Wajibu wa kiongozi yoyote, lazima watu wote waendelee kuwa wamoja na Tanzania iendelee kuwa wamoja. Lakini CCM ilifikia mahara viongozi waliokuwa wamepewa dhamana, wenye viti wa wilaya, wenye viti wa mikoa, wa neki, ndio wakawa wanafanya biashara haramu. Sasa ilikuwa ni mambo ya ovyo sana. Watoto wa viongozi ambao walikuwa kwenye madaraka ndio walikuwa wanafanya biashara haramu. Ilikuwa ni jambo la ajabu sana. Sasa mfano ni mradi tu wa NHC hapo Kawe. Kama mnataka fuatilieni huo mradi wa NHC Kawe. Unaweza kadhani ni mradi wa serikali, lakini kulikuwa na majina makubwa ndani ya serikali. Ni mambo ya ajabu sana. Kulikuwa na mradi wa NSSF pale Kigamboni. Mkadhani labda ni mradi wa serikali, lakini kulikuwa na watu majina makubwa sana. Sasa ni mifano tu. Bodi ya mikopo pale lilikuwa ni pango la walanguzi pale kwenye bodi ya mikopo. Kulikuwa na watu wanaiba tu pale. Wanafunzi wanaandamana kila siku. Ndio vitu vilivyokuwa vinafanyika miaka hii iliyopita katikati hapa. Kwa hiyo miiko na misingi ya viongozi ama ya uongozi ikapotea. Sasa Azimio la Arusha lilikuwa na utu, lilikuwa linazungumzia utu, lilikuwa linazungumzia upendo, lilikuwa linazungumzia wakulima wasaidiwe, lilikuwa linazungumzia wafanyakazi wasaidiwe. Azimio la Arusha lilikuwa linataka madawa yapatikane hospitalini, lilikuwa linataka wakina mama wajifungue vizuri. Lilikuwa na misingi mizuri sana Azimio la Arusha. Lakini Azimio la Zanzibar likaja kuondoa hiyo kitu. Sasa rais wa awamu ya 5 amekuja kurejesha misingi na miiko ya uongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya serikali. Rais wa awamu ya 5 anatekeleza hayo. Mimi juzi nimekwenda Muhimbili pale. Sienda muda mrefu sana. Muhimbili sasa hivi kuna paka viyoyozi, wagonjwa wanapo kwenye vitanda vizuri, kuna paka viyoyozi. Watu wazito wakiumwa wanaenda kutibiwa Muhimbili, sio tena nje. Sasa anasimamia miiko na misingi ya nchi yetu ambayo Mwalimu Nyerere na Karume waliiweka. Sasa kuna watu wanafanya jitihada za kuhakikisha kwamba juhudi za rais wetu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi zinakwama, ikiwemo miradi mikubwa hii Stiegler's Lodge, SGR, barabara njia 8, madaraja ya juu, barabara za juu zinakwama. Wako watu wameanza harakati za kutafuta urais mwaka 2020-2025. Wako watu ndani ya CCM, wako watu ndani ya serikali
wanafanya vitu ambavyo sio vizuri sana. Na mimi nilisema watu walidhani mimi naweza nikazungumza Chadema peke yake. Mimi siwezi kuzungumza Chadema peke yake. Mimi nazungumza hata ndani ya serikali, hata ndani ya CCM naweza nikaongea. Sasa ndio haya niwaambia kwamba nitakuja kuweka wazi baadhi ya watu ambao wameanza harakati za kuidhoofisha serikali ya awamu ya 5. Kwa sababu tulizoea serikali ya awamu ya 4 ilidhoofika sana kutokana na makundi yaliyokuwa ndani ya CCM na kwa kushirikiana na baadhi ya watendaji wabovu sana waliokuwa ndani ya serikali. Sasa hao watu wanataka kujitokeza tena. Ni majina takribani 14 kama sio 15 nitawataja hapa, ili Watanzania walioko nje na ndani na Watanzania wanaotakia mema nchi yetu iweze kuyajua na kujua kwamba wako watu wameanza harakati. Uraisi, yupo mtu mmoja nchini, rais mmoja tu anaitwa Dr. John Pombe Magufuli, ndio rais wa Tanzania, na hakuna mtu mwenye kutaka kuleta shida ndani ya serikali hii, kutaka kuleta shida ndani ya CCM. Anadhamini watu wanataka kuanza kuleta shida. Sasa Shubhash Patel yeye kama mfanyabiashara anazo kashfa nyingi sana. Nyingi. Tunashukuru kwamba analipa kodi, lakini pia ana madhaifu yake mengi sana. Sasa achane na hayo mambo, kwa sababu serikali hii sio kama zile ambazo watu walizizoea. Serikali hii kidogo inakwenda sambamba na serikali ya awamu ya kwanza. Serikali hii haina utani hata kidogo kwenye mambo ya msingi. Sasa huwezi kuwa mfanyabiashara alafu kutumia fedha zako kutaka kuharibu nchi alafu watu wakakuangalia. Jina la pili, na ndio maana nikamwambia ngoja tusali kwanza, anaitwa Abdurahman Kinana. Alikuwa katibu wa CCM. Najua mtashtuka, lakini watu wana hasira. Watu walizoea kula, watu walizoea kwenda huku na huko, watu walikuwa untouchable. Wewe ukiwa katibu wa CCM uguswi, huwezi kusema chochote. Naona nimesema hilo jina watu wengi wameanza kuingia na baridi. Vumilieni. Vyuma vinaingia hivyo. Yaani haiwezekani ulikuwa wewe kiongozi wa chama, umeondoka kwenye chama, halafu unaanza harakati za kutaka kudhoofisha serikali iliyoko madarakani. Sasa mambo yao yote yako wazi. Na mimi kama mwanaharakati nitasema kama mwanaharakati huru, na naomba mnielewe hivi. Mheshimiwa Kinana naweza nikasema alikuwa ni kati ya makatibu bora sana waliopata kupita CCM. Lakini ni kati ya makatibu waliokuwa wafanyabiashara waliopita CCM. Katibu aliyekuwa mfanyabiashara. Lazima la Arusha hili lilikuwa linapiga yote hayo. Lilikuwa linahitaji hayo mambo yafanyike. Walivyoliua, mtu anakuwa mtumishi wa chama, mtumishi wa umma, anaanza biashara akiwa ndani ya serikali, akiwa ndani ya chama. Sasa tunawaomba waache maneno yao wanayoyatengeneza, mikakati yao, ajenda yao, waache. Kuna mtu anaitwa Hawa Ghasia, bunge, waache. Swala la korosho kule, yeye ndio anaonekana kwamba ni mzalendo, kwamba yeye anawapenda sana watu wa kusini kuliko baba wa taifa hayati Mwalimu Nyerere aliyetengeneza hiyo kusini, akatengeneza kanda ya ziwa, akatengeneza kati, akatengeneza nyanda za juu kusini, akatengeneza na kanda mashariki. Sasa waache kufanya siasa ambazo zinarudisha nyuma maendeleo ya nchi yetu. Mwingine anaitwa Mzee Yusuf Makamba, aliwahi kuwa katibu wa CCM. Aliwahi kuwa katibu wa CCM. Na huyu mzee ni kati ya makatibu waliofanya CCM ikawa ya hovyo kabisa kupata kutokea. Huwezi kuwa kiongozi wa CCM au mbunge kama una fedha wakati wake. Lazima ununue kadi za CCM, utoe fedha ndio uwe mbunge wa CCM. Ni kati ya watu waliovuruga CCM, wakaiharibia CCM. Yako mazuri yake ameyafanya, lakini ni kati ya watu waliovuruga sana chama hiki. Na awe makini. Kuna mtu anaitwa Rostam Aziz, ana fedha. Yeye ndiye alifadhili
magenge yote ndani ya CCM katika urais ule, akiwa anamtaka Lowassa awe rais wa nchi hii. Nchi hii rais anapatikana kwa nguvu za Mungu, sio kwa nguvu za pesa. Kuna watu wameanza kufanya kazi ya pesa kutafuta rais wa 2025. Wewe ni makini sana. Fedha haiwezi kutupa rais wa Tanzania. Kama ni makosa yalifanyika miaka hiyo, hayajirudi. Kwamba fedha ndiyo imtoe rais wa nchi hii, haiwezi kujirudia, haiwezi. Kuna mtu anaitwa Nape Moses Nnauye, alikuwa waziri akaondolewa. Sasa yeye kila kinachofanywa na serikali hataki, lakini yuko kwenye vikundi vya hapa na pale vinavyohakikisha kwamba nchi yetu haitulii. Nchi yetu tukienda kwenye uchaguzi kunakuwa na vurugu. Nchi yetu tukienda kwenye CCM, uchaguzi ndani ya CCM, yani watu wanataka kudhalilisha kwamba kuna watu hawataki uongozi huu. Ni jambo la ovyo sana kwamba rais tumempata kidemokrasia kwa mujibu wa katiba hii. Ana miaka 10 ya kukaa hapa madarakani. Alafu kuna watu kwa sababu walikuwa na vyeo, wamekosa vyeo, wamekasirika. Sasa wanakuwa kama maadui ndani ya nchi hii. Nchi hii utaratibu uliokuwepo wakati wa awamu ya 4 kwamba watu wanafanya ujinga, watu wanakuwa na makundi, halafu hawasemwi, hawaweki wazi. Ndicho kilichomuathiri Jakaya Mrisho Kikwete, Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4. Makundi yale yalikuwa yasemwi, yanakuwa humo ndani, yanajikita humo ndani, halafu yasemwi kimya kimya. Matokeo yake wakati wa uchaguzi ndani ya chama hali ilikuwa mbaya sana. Mimi nilikuwa pale. Watu wengine wakaamua kuasi pale. Mtu anaasi kwamba kwa sababu jina fulani halijachaguliwa anaasi. Sasa makundi haya sisi kama wanaharakati tutakuwa tunayataja siku hadi siku, wale wote ambao wanafanya harakati za kutaka kudhoofisha nchi yetu kupitia vyama vyao. Maana hizo ni harakati za kutaka kudhoofisha nchi kupitia vyama vyao. Nchi hii wakina Nyerere walitumia nguvu nyingi, walitumia akili nyingi, wakina Karume walitumia nguvu nyingi kuifanya Tanzania kuwa na amani mpaka leo. Hata nyinyi vijana ambao mko hapa mnajua hilo kwamba amani hii si ya kawaida. Dunia nzima inatuonea wivu sisi. Dunia nzima inatuonea wivu. Wanataka Tanzania tuingie kwenye matatizo, tukatike hivi. Nchi kama hili likatika hili, sijui itakuweje, na nafikiri hata nchi za karibuni hapa zitatukataa. Hawa majirani zetu hata tukubali. Sasa lazima kama nchi watu wasiwe na uchu wa madaraka. Watu wasiwe na matatizo. Watu wanataka vyeo tu. Watu wanataka vyeo, wanawaza vyeo tu. Mtu anaamka anawaza uraisi. Uraisi unaletwa na Mungu bana. Hauletwi na fedha, hauletwi na mtu. Yeah. Kuna mtu anaitwa Valentino Mlowola. Alikuwa TAKUKURU. Na yeye ana hasira. Kaondoka kwa nafasi yake ana hasira. Uongozi ni dhamana. Leo upo, kesho haupo. Na ukiondolewa kwenye uongozi, shukuru Mungu. Uongozi wakati wa Mwalimu ilikuwa ni kala moto. Uongozi wakati wa Magufuli ni kala moto. Kama unadhani unaweza kuingia kwenye uongozi ukafanya mambo yako ya ajabu ajabu, eti Mheshimiwa Rais Magufuli akuangalie, haiwezekani. Na mimi namsupport sana Mheshimiwa Rais huyu kwa sababu ni kati ya marais bora sana. Nchi ni kubwa, watu milioni 55 ni wengi. Ukiendesha nchi hii kwa kubembeleza, nchi itakushinda. Mimi nashauri Mheshimiwa Rais Magufuli awe mkali, aongeze ukali huu hata mara milioni kidogo. Ndiyo nchi hii unaweza kaiendesha. Kuna wasomi wengi sana. Kuna watu wengi hawana ajira. Kuna maskini wako. Anapambana kurejesha misingi na utu. Rais Magufuli anapambana kurejesha misingi na miiko ya uongozi. Lakini amekuta nchi hii imeshakuwa fixed. Yaani kuna watu, kakundi ka watu wachache walikuwa wanataka nchi hii iende kama wanavyotaka wao. Na kwa sababu kuna wengine wameguswa, walikuwa walipi kodi. Hauwezi kaendesha nchi bila kodi. Kodi ndio kila kitu. Uingereza pale ama nchi za Ulaya zote, kama ulipi kodi, wewe ni adui wa taifa. Mheshimiwa Rais Magufuli anapambana na kodi, anataka watu walipe kodi. Kodi hii itasomesha watoto wetu kuanzia darasa la chekechea mpaka form 4. Mikopo vyuo vikuu, mahospitalini. Kodi ndio kitu cha msingi. Sasa watu, kwa sababu rais anafanya kazi zake, kuna watu sasa wanaanza vikundi, maneno, umbea. Hapana. Sisi wanaharakati tutawataja. Na najua mimi nimejisacrifice. Mimi nimeshajitoa muhanga. Ndio nikawaambia mimi najua siku yoyote tu nitapigwa sumu, nitapigwa risasi, nitatangulia mbele ya haki.
Lakini mimi hata watu watasema kulikuwa na jamaa mmoja bwana, wengine wananiita kichaa, wengine wanaona na akili zangu timamu, wengine hivyo hivyo. Sasa hivi napewa majina mengi sana. Lakini nchi hii shukuruni mpaka leo tuko hivi. Siku nchi hii kisambaratika, hamwezi kufika hapa. Hamwezi. Sasa hao ni ndani ya serikali na ndani ya chama kile. Kuna wengine 3, 4 ndani ya upinzani ambao wanaungana na hawa. Wa kwanza anaitwa Lazaro Nyaranda. Wako na vikundi hivi wameungana humo, kuna maneno mengi humo yanachanganyana na vitu kama hivyo. Kuna mtu anaitwa Lazaro Nyaranda. Huyo Lazaro Nyaranda ana makampuni makubwa. Lazaro Nyaranda ni rafiki wa wazungu, rafiki wa Marekani, rafiki wa nchi nyingi za Ulaya. Lazaro Nyaranda ana marafiki wengi na anataka kutumia urafiki wake na wazungu wale matapeli waliokuwa wanachukua wanyama wetu pale Serengeti, wanachukua wanyama wetu pale Ngorongoro, Creator, kwa sababu ana fedha, walishatengeneza nyingi kutaka kuleta shida katika nchi yetu. Kuna mtu anaitwa Zito Zuberi Kabwe. Huyo nitamweleza baadaye maana ana sehemu yake kubwa sana. Kuna mtu anaitwa Freeman Alkael Mbowe. Mbowe ni kati ya watu waliokuwa wanashirikiana na watu wa CCM na watu wa serikali kuitafuna nchi hii. Alikuwa alipi kodi, alikuwa anafanya biashara haramu, vyote hivyo rais kaziba. Vyote rais kaziba. Kuna mtu anaitwa Tundu Lissu. Tundu Lissu Akasha wamempa kazi ya kukosoa. Analipwa na Akasha. Kazi yake yeye ni kuzungumzia haki za binadamu na mambo ambayo Akasha wanahitaji, analipwa fedha. Zitto Kabwe na yeye ameingia Akasha. Zitto Kabwe kapewa kazi ya kuzungumzia uchumi, kukosoa nchi kwenye mambo ya uchumi. Analipwa na Akasha. Sasa wazungu wanalipa watu kutaka kutugawa. Haiwezekani. Haiwezekani. Na kuna wanahabari katika hilo kundi. Najua macho yatawatoka sana lakini ndio ukweli. Kuna mtu anaitwa Masudi Kipanya. Huyu kapelekwa Marekani na kadhaminiwa na ubalozi wa Marekani kwenda kufundishwa namna ya kuchora katuni ambazo zinaweza kuleta mgongano ndani ya nchi yetu. Masudi Kipanya. Na ikafikia hatua wa Marekani wakamwambia, wewe kama unaweza kaa Marekani tukuhifadhi kama mkimbizi. Kama una hofu ukienda kule utakamatwa au utauawa. Aliambiwa. Sasa sisi wanaharakati, unajua sisi wanaharakati na watumishi wa Mungu, hata Marekani pia kuna watu watumishi wa Mungu. Kuna mtu anaitwa Said Michael. Yuko Habari Corporation. Cartoonist kama mnamfahamu. Na yeye alipelekwa Marekani, kazi yake ikiwa ni moja. Kuchora katuni zinazomdhalilisha rais wetu. Na kutoa ujumbe ambao sio mzuri kwa nchi yetu. Ni jambo la hovyo sana. La hovyo kabisa. Sio jambo jema. Nchi kisambaratika, Masudi Kipanya na Said Michael hawaponi pia. Hata familia zao haziponi. Sasa watu walidhani mimi ninasema tu Chadema si nani. Wewe hata kama kuna mwandishi wa habari unaleta unatumika, mimi nitakutaja tu. Nitakutaja. Sasa anakuja sehemu nyingine ya bwana Zitto Zuberi Kabwe. Anatuhumiwa kujihusisha na kampuni ya Leka Dutigity ambayo ilitumika kuchota fedha NSSF na TANAPA katika mazingira tata. Akiwa mwenyekiti wa PSC hakuwahi hata mara moja kuzungumzia ufisadi wa NSSF na TANAPA. Mwaka 2010-2015 Zitto Zuberi Kabwe binafsi alikuwa na watumishi 12 anaowalipa fedha toka mfukoni mwake. Alikuwa na mshauri wake wa uchumi ambaye alikuwa ni Mkenya anaitwa Rafael Ongagi. Katibu wake alikuwa anaitwa Abbas Hassan na mhasibu wa fedha binafsi alikuwa anaitwa Jamala Ruhwanya. Na pia alikuwa na watu wanaitwa kama akina Patrick Muhidini Bonge, Mohamed Medi, na kule Kigoma pia alikuwa na baadhi ya watu kama akina Habiba Masuma, Deogratius Winston
Idi Adam na Taufiki Abdalla. Maana nimeandika hapa pointi za Zito kidogo. Januari hadi Juni 2015 Zito alitumia shilingi milioni 652. Milioni 652 na milioni 300 kwa ajili ya kugharamia kampuni ya NIE Development Politique Culture. Hili jina limeandikwa Kifaransa. Hii politique imeandikwa Kifaransa. Kutoka Senegal. Na milioni 130 zilikuwa ni kulipia huduma na ushauri toka kampuni hiyo inayoongozwa na dada mmoja aliitwa Valeri Traore, akiwa na timu yake ya watu 5. Aliwapangisha Mikocheni kwenye karibu nyuma ya nyumba moja inaitwa Baraka Plaza, na alikuwa analipa dola 5,000. Mwezi Machi 2015 ACT Wazalendo kilitumia milioni 280 kwenye mkutano mkuu wa kuzindua chama. Ziara ya mikoa mbalimbali kuzunguka alitumia milioni 92. Huyo ni Zito Kabwe. Na mwezi wa 6 2015 walizindua ziwa la Tabora na kutumia milioni 80. Mwezi wa 10 2015 ACT Wazalendo kilitumia shilingi bilioni 1 na milioni 44 kwa ajili ya kampeni za wagombea ubunge. Zito hizo hela alizitoa wapi? Mshahara wa mbunge mnaujua? Alitoa wapi hizo fedha? Leo Zito anataka kuzungumzia korosho, anataka kuzungumzia hali ya usalama. Korosho, Mheshimiwa Rais ameshaungana na wakulima wa Lindi na Mtwara wanaolima korosho, na amewaambia na amewapongeza kwa kukataa hiyo bei. Na aliyekuwa anahusika kwenye korosho ameshatenguliwa kupitia Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa Kassim. Zito yeye anataka kuzungumza korosho, kashapewa hela na Akashia huko, anataka aenda akapotoshe watu. Asitumie mikoa ya kusini, na mimi nawaasa wakulima wa kusini wawe na tahadhari na Zito Kabwe. Zito Kabwe analipwa na Akashia kwa ajili ya kuichafua nchi hii. Analipwa, ni mshahara, kila mwezi anachukua. Sasa wananchi wa mikoa ya kusini ni wa Tanzania, na kama mnaniona, mnanitazama, mnaniangalia, mnanisikiliza, kuweni makini sana na wanasiasa wanaotaka kuigawa nchi yetu. Mwalimu Nyerere hakuwa mjinga. Watu wa Lindi walijikuta wanaolewa Mara, watu wa Mara wanaolewa Dodoma, Dodoma wanaolewa Mnyakyusa, Mnyakyusa wanaolewa na Mngoni. Hii ilitengenezwa, haikuja yenyewe, ilikuwa ni kazi ya waasisi wetu. Sasa kuna watu wanataka kutoa hii kwamba Lindi iwe Lindi, kanda ya ziwa kanda ya ziwa, kati iwe kati. Haiwezekani. Na mimi kama mwanaharakati nitapaza sauti sana kupinga hilo. Watu wanaotaka kutugawa hawataweza. Na mimi nashauri sana, kama kuna mtu analeta tishio la kutaka kuua nchi hii, mimi namshauri rais, na wala siogopi, amfunge miaka 100. Toa mtu mmoja, watu milioni 2 waokoke. Ndio maana unakuta nchi kama Marekani, Ujerumani, Rwanda, nchi hauwezi ukaiendesha kilaini, kwa sababu nchi hili la kwetu ni kubwa, lina makabila mengi, lina wasomi wengi, maskini wengi. Kuna watu wachache wanaotumika kutaka kutugawagawa hivi. Maana sasa tukiachia hii, watu watakuja hata kwenye urais wataanza kusema kanda hii, kanda hii. Kwenye ubunge, kwenye uwaziri, nchi hii anapatikana kiongozi si kwa kuangalia kanda yake, si kwa kuangalia kabila lake, si kwa kuangalia dini yake, si kwa kuangalia kanda. Rais wa nchi hii anapatikana awe Muislamu, awe Mkristo. Na hakuna limitation kwamba Waislamu miaka fulani, Wakristo miaka fulani, haipo. Hata kwa mujibu wa katiba hii hamna. Nchi hii mtu yoyote anaweza kuwa rais yoyote, ili mradi ana vigezo. Yoyote. Ili mradi ana vigezo. Hatuhitaji rais anayetokana na kanda, anayetokana na kabila, anayetokana na udini.
Ndio maana nimetaja yale majina. Wawe makini, waache harakati, waache propaganda, waache vikao. Havitawasaidia. Serikali iko makini mno kuliko maelezo. Na kazi kubwa ya kiongozi mkuu wa nchi ni kulinda raia wake wote na mali zao, na kuhakikisha rasilimali za nchi ziko salama, wananchi wako salama, raia wote wako salama. Hakuna kiongozi anayeweza kukubali nchi igawanywe na watu warafi wa madaraka. Walichuma nchi hii, watu wametajirika kupitia CCM na serikali hii. Hao niliowataja majina ni matajiri sana hao, wana makampuni, ni matajiri, lakini wanataka kutuharibia nchi. Wao wameshavuna na familia zao na watoto wao. Wao wanaishi huko nje, familia zao ziko nje. Leo rais huyu anafanya vitu vya msingi sana. Watu sasa wanaona kwamba huyu rais haiwezekani. Haiwezekani. Watu wanataka tuendelee kutumia barabara hizi za Mwalimu Nyerere. Reli hiyo ya Mwalimu Nyerere. Umeme ule wa Mwalimu Nyerere. Huyu mzee anakuja sasa kututanua zaidi. Hata mtu akitoka Marekani akija Tanzania anapanda madaraja ya juu hapo Ubungo. Watu hawataki. Ndani ya serikali, ndani ya CCM hawataki. Wanataka nchi ibaki hivi tu. Naomba waandishi wa habari muunge mkono mheshimiwa rais huyu. Mimi nawaambia ukweli, mimi siko hapa kutaka kumchafua mtu. Mimi nasema kwa sababu nina uchungu na nchi yangu. Na nitasema, msema ukweli ni mtu wa Mungu. Mheshimiwa Rais Kikwete alidhalilika, akapata wakati mgumu mpaka akaimbiwa majina kwenye kupitisha majina ya CCM kwa sababu haya yaliachwa. Watu wanaanzisha vikao vya siri, yanaachwa. Sasa haya mambo haya yasiachwe. Lazima yasemwe ili tukiingia kwenye uchaguzi, mambo yakiwa yamenyoka. Sio kudhalilishana tena. Una imani sina nani, sina imani na nani. Mambo yao sana. Namaliza. Namalizia, unajua mimi ni mzazi na pia ni baba na pia nina familia. Sasa naomba nizungumzie wasanii kidogo. Sio sana. Nimesononeshwa sana na trend hii inayoendelea katika nchi yetu. Wasanii kujirekodi na picha za utupu na wakatupia mitandaoni, alafu waliopewa mamlaka kusimamia wasanii wanaleta siasa. Ningekuwa mimi ndo waziri wa habari, utamaduni na michezo, ningefutilia mbali BASATA. Ningewafuta wote na wakaandika maelezo. BASATA wanaleta siasa kwenye mambo ya msingi. Yaani watu wanajipiga uchi, wanatupia kwa afu wanaleta siasa. Hivi Diamond Platinum ni mwanamuziki mkubwa, amejirekodi picha ngapi za utupu? Wanaleta siasa. Who's Diamond by the way? Ni nani yeye? Yaani yeye Diamond untouchable. Yeye ni nani? Amejirekodi picha na Hamisa Mobeto, eti tumemsamehe. Amejirekodi picha sio na dada mwingine usimkamunana usi nani, mmemsamehe. Wema Sepetu mara ngapi anatupia picha za uchi? Tuna watoto sisi wa kike wadogo. Watu wanaleta siasa kwenye mambo ya msingi. Tutakuwa na kizazi gani sisi? Itakuwa nchi aina gani? Watu wanachukua tu na wanajirusha tu kwenye mitandao huko wakiwa uchi. Watoto wetu wanafundishwa nini? Kwa mimi ningekuwa kiongozi ningefutilia mbali, fyekelia mbali BASATA. Wanaleta siasa. Wanamwacha Diamond, wanamwacha Wema Mobeto na Irene Uwoya walifanya upumbavu. Wanaachwa vipi? Mambo ya huyu sana haya. Huyu Ambaruti huyu, mimi nilidhani angekuwa ameshahukumiwa kifungo cha maisha. Eti bado yupo anamchekea. Unamchekea nini? Unamchekea mjinga kama huyu? Unapotaka kutengeneza kizazi cha miaka mingi, lazima uwe mkali sana. Usichekee na watu wajinga kama hawa. Ambaruti. Maana huyu nazungumzia Ambaruti, hata Ambaruti pia ni hao. Yaani yeye anatupia mapicha ya uchi tu muda wote. Kila siku. Sasa huyu Ambaruti alitakiwa awe gerezani pamoja na bwana wake. Wote walipaswa kuwa gerezani sasa hivi. Hiyo haki za binadamu baadaye huko, lakini walikuwa gerezani. Huyu Ambaruti huyu alitakiwa afungwe azeekee gerezani. Asirudi tena uraiani. Ili iwe fundisho. Diamond Platinum, Wema Sepetu. Diamond ni jina kubwa sana. Ni mtu maarufu sana. Wema Sepetu ni mtu maarufu sana. Wanapofanya mambo ya kipumbavu haya unamwacha vipi? Weka gerezani kule iwe mfano kwa wengine. Who's Diamond? Mbona Alikiba tusikia anafanya upumbavu? Kwani Alikiba sio mwanamuziki?
Hivi ni vitu vya ovyo sana. Inasikitisha. Unajua mimi na watoto wa kike si watano. Inasikitisha sana. Pumbavu sana watu hao. Kuna page inaitwa Diamond wa kimataifa. Hiyo page ukiingia ni mambo ya ovyo tu. Ni utupu tu. Diamond wa kimataifa iko Instagram. Kuna dada anaitwa Sanchi. Ufuza anafanya biashara Afrika Kusini ya kulala na mbwa na nini. Lakini huyu anatakiwa naye akamatwe tu. Apelekwe gerezani huko aenda kanani huko gerezani. Tena apelekwe gereza la wanaume. Maana upumbavu tu. Yaani yeye anapiga picha za uchi tu, alafu watu wanacheka. Kwa sababu kizazi hiki sasa, kizazi cha sasa cha Tanzania kinapenda mambo ya ovyo kama haya. Yaani ukiweka mambo kama haya ya uchi uchi, wanakuangalia asubuhi umeshangalia watu milioni 6. Nchi hii lazima haiwezi kuendeshwa kwa misingi hiyo. Kama BASATA wamepewa mamlaka ya kuendesha wasanii, lazima wawe wakali. Wanachaji upumbavu. Kuna mtu anaitwa Gigy Money, alikuwa gerezani. Mpaka leo yuko nje. Alafu BASATA wakienda tumewasamee, wanabana hadi pua. Nonsense. Unamsamee vipi? Yaani watu wanaharibu kizazi chetu. Wewe unawasamee vipi? Mtu anajipiga picha za uchi. Unamsamee vipi huyu? Kuna watoto wamemaliza la 7 wanakwenda form 1. Kuna form 1, form 4. Bado ni watoto wadogo hawa. Na wote wana masimu haya. Wewe uko nyumbani, mwanao yuko kule shuleni, anaangalia rafiki yake. Tunawafundisha nini watoto wetu? Kusamee inatoka wapi kusamee? Ndio nini? Kuna mtu anaitwa Nandi, mwanamuziki. Hata kama walikuwa wapelekwe jela, wapigwe faini milioni 100 kila mtu. Akishindwa anafungwa. Pengine BASATA ingekuwa hata na hela. Kama anapigwa faini kubwa, hawezi kurudia tena. Kwani kina Ali Kiba sio wanamuziki? Kina Lady JD sio wanamuziki? Mbona wapo na wanafanya muziki wao vizuri? Hakuna mtu anayefanya ujinga. Lakini Diamond umaarufu wake eti ni kucheza picha za uchi. Yaani yeye akipata mwanamke anajirekodi uchi. Anatupia. Serikali ikimgusa, alafu na watu wa ovyo sana wanamtetea. Umbavu sana. Yaani unamtetea Diamond mapicha ya uchi unamteteaje? Yeye nani? Sasa hauwezi kutafuta umaarufu kwa kudhalilisha kizazi kinachokuja. Sisi ni wazazi. Wakina Diamond wana watoto. Maybe Wema ambaye yeye hana mtoto, lakini wale wana watoto kama sisi. Sasa hao watoto yeye Diamond ndo anawafundisha mama. Alafu mkimgusa Diamond watu wanaanza kupiga mikelele. Yeye nani? Katiba hii ina mtu mmoja tu, ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni untouchable. Makamu wake na waziri mkuu. Mtu yoyote anaweza kufanywa chochote. Kuna page inaitwa Dula Square. Malkia wa kuchamba, Sudi Brown. Diamond wa kimataifa kama nilivyosema. Hivi serikali kwa nini isiajiri watu? Wewe wanapitia kule Instagram kule. Sababu Instagram imekuwa ni sehemu, imekuwa ni dangulo. Yaani wale wadada poa sasa wanajiuzia kule. Wanashawishi mpaka na watoto wa wengine. Hii mipeji kwa nini haifuatiliwi? Mapeji wanarusha picha za ngono masaa 24. Alafu hamna anayeuliza. Jamani, halafu BASATA ukienda tumeonya. Watakuja kusukia hata pale BASATA kuna dangulo. Ngoja waendelee kuonya. Dangulo taenda mpaka BASATA pale. Mambo ya ajabu sana. Kuna TV inaitwa Tobias Marandu. Mimi jamani naomba niongee. TV inaitwa Tobias Marandu ina kazi ya kumtukana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tu. Sio na mangi. Huyu jamaa anaishi nje. Na hiyo TV imesajiliwa TCRA. TCRA hii Marandu mimi pitia siku moja. Nafikiri yumo huyo TCRA pale. Unamwachaje huyu? Anamdhalilisha rais, anasema uongo kuhusu rais. Anaachwa tu. TCRA amelala. Tunasema haya na sisi tuna damu, tuna watoto, tuna familia, lakini tumejitoa kusema. Kwa sababu wengine hawawezi kusema. Hii TV inaitwa Tobias Marandu. Kwa nini yeye akamatwi wala afungiwi wala afanywi chochote? Na kuna TV moja inaitwa Mid1 TV. Yenyewe inatangaza mashoga na wasagaji.
online. Kwani hatuwezi kutafuta utaratibu online tu? Online warushe vitu vya msingi. Sisi tunawahitaji mashoga sisi. Hao wasagaji sisi tunawahitaji. Nchi inahitaji mashoga wala wasagaji. Kinachotakiwa ni kuweka sheria kali sana. Ukikutwa wewe ni shoga, fungwa miaka 100. Kama wewe ni msagaji miaka 100 unafungwa. Hatuwezi, lazima tutengeneze nchi ambayo haina mambo ya ovyo ovyo, kwa sababu wazungu wametuletea utandawazi kwa maana ya kutaka kututoa kwenye reli, kwamba Waafrika tudili na upumbavu huu, tuachane na mambo ya msingi. Thinking capacity ya Mwafrika ibaki kwenye mambo ya ovyo kama haya, picha za utupu, picha za uchi. Wao wanatengeneza ndege, wanakwenda kwenye mwezi, wanatengeneza matreni, sisi tunabaki kuangalia kina wema tu na kina damu. Wazungu wana akili kubwa. Waafrika lazima na sisi tujipime, tujiangalie. Kwa sababu wale wanatuletea, inawezekana WhatsApp isiwepo ama Instagram mwakani wakaleta kingine. Kwa hiyo waandishi wa habari tusaidiane. Mimi nilikuwa na hayo.